Hello, the Luck Mom family. Welcome to our live stream. In case you are new here, just feel most welcome. This is the right place to be. My name is the Luck Mom Deborah Hanchoka. I'm an ex-housemaid of Saudi Arabia, and mostly I create awareness on what happens in the Middle East. Sometimes I do help those domestic workers who are stuck in the Middle East. If you are facing any challenge, you can just reach me out. Maybe umepoteza mtu wa familia na hujui unaanzia wapi, unaweza ni reach out. You have your missing kin, unasema unataka kutafutiwa, you can just reach me out together with the Luck Mom family. Tunaweza kusaidia penye tunaweza. So I'm here updating this case of Millicent Mora, ambaye alikuwa anafanya kazi pale Saudi Arabia. Alikuwa amekaa Saudi Arabia for only 3 months. Na aliweza kuaga, aliuawa tu because he is kind of lesbianism. Lakini tuko hapa hivi tunataka kusaidia familia yake vile wanaweza at least aliacha mtoto mdogo nyuma 2 years. Kama uko pale na unasikia unaweza nunulia mtoto wa Millicent maziwa, unaweza mnunulia uji, unaweza saidia familia in any way, you can join the WhatsApp group and you send your contribution, ama unaweza tuma contribution yako kwa husband wa Millicent kwa namba yake ni 0718 397585. Kama uko na kitu kidogo, hata kama ni 50, hata kama ni 100, tumia huyu mzee wa Millicent aweze kununulia maziwa ama uji ya mtoto. Anaitwa Simon Obuya Areba. I think that is the number. So I'm just sharing this number. Najua kuna wale watu wako na roho ya kutoa. Unaweza nunulia mtoto chakula ama kitu yoyote ile yenye una feel, au vile unaweza saidia kusupport hiyo familia. So nimekuja hapa kuambia watu concerning the progress, kuwa boss wake ndiye ameanza kuweka karatasi zake sasa kupanga, because alikubali atarudisha mwili Kenya. But nataka kuambia watu wa the Luck Mom family, niliona watu wakitafuta tunaweza kusaidiaje mtoto wa Millicent, tunaweza kusaidiaje mtoto wa Millicent. Niko hapa, nimetengeneza hiyo WhatsApp group. Ilitengenezwa na familia but waliniweka huko kama also a member, na nikasema I'll help them to share the link. Nilikuwa nimewaambia agent alikuwa anasanya pesa without the knowledge of the family, but aliweza kurudishia familia hiyo pesa jana. Aliweza kurudisha hiyo pesa kwa familia yenye alikuwa amechanga, na waka-agree kuwa wakuwe na one channel of communication at least. Hiyo sasa ndio inafaa kukua. So if you are watching me, let me know where you are watching me from. Tuendelee kusaidiana, tuone kama tunaweza at least hata sisi tunaweza play our part. Yeah. So haijakuwa rahisi, by the way, imekuwa ni vita mvurutano, lakini finally tuko hapa hivi. Na nimesema as the Luck Mom nikuje niongee na watu wa the Luck Mom family. Kama unaweza sikia unataka ununulie mtoto wa Millicent maziwa, unataka umununulie hata uji, namba ya bwana yake ndio hiyo. Na pia bado watahitaji expenses ya kutoa mwili kutoka Nairobi kwenda nyumbani Kisii. So unaweza, kama umeuzwa, unaweza kutoa ile kitu uko nayo. Na tuendelee kuombea hii familia. Haijakuwa rahisi, ni vita kabisa, but tunajua tu Mungu yuko. So kama uko na kitu kidogo, tumia huyu Simon Obuya Areba. Huyo ndio husband wa Millicent, na namba yake ni 0718397585. So pia you can join the WhatsApp group. Kama una saa hii unaweza join WhatsApp group.
This is the link to WhatsApp group. You can just join, uone the progress vile kunaenda, so that tuweze kusaidiana. So nataka kuambia wale watu wenye wanafanya kazi Gulf, tujaribu kukuwa na umoja. Unity is strength. Kama uko unafanya kazi Gulf, tujaribu kupendana. Mwenzako akipata shida sio wakati wako wa kufurahia. You also need to pray for one another na tupendane. Hakuna mtu ako perfect, but kama mwenzako ameshikwa na shida, usiignore mwenzako. Msaidie. Ukiona mwenzako anahitaji msaada, msaidie. You can team up with agents, you can team up with your bosses, but at the end of the day utakuwa peke yako. Wakati utakuwa umeshikwa na shida, utakuwa wewe mwenyewe. So ni vizuri tuanze kupendana, watu waanze kupendana. Hata kama upendi mwenzako, jifundishe kupenda mwenzako, so that tuone tutafika wapi. So nimekuja kushare tu hiyo link. You can join the WhatsApp group. Kama uko na kitu kidogo unaweza kutoa, patiana familia, at least tuweze kusaidia mtoto. Tunajua tu Millicent alikuwa ameenda kutafuta, lakini hawezi rudi sasa akiwa mzima. Mtoto amebaki pale 2 years old, ni mtoto mdogo sana. Na mimi najua ile roho ya kuna mtu wako, niliona watu kwa comment section wanasema like mom si utupe namba. Like mom tupe namba ya familia tuchange, tupe namba ya familia tuchange. So I told them, wakatengeneza group, wameshare na mimi the link. Ndio maana nikasema let me share the link with the Luck Mom family. Kama unataka kuchanga, unaweza tumia bwana ya Millicent ka kitu. Nataka kuambia agent aliweza kurudisha pesa yenye alikuwa amechangisha. So alitumia familia. At least nataka watu waanze kufunguka kuwa agents can take advantage of the situation. Sometimes wakiona kama hakuna mtu atafuatilia, wanaweza kufanya na biashara na wewe hata kama umekufa. Basi nataka tusimame imara. Ukiona kuna kitu inafanyika na sio nzuri and people need to learn from it, let's speak up. Tusinyamaze tukiona watu wakiendelea kuhangaika. So kwa sasa saa hizi nimekuja hii live show kwa sababu nataka tusaidie familia ya Millicent. Ukiwa na anything kidogo unaweza tuma, na kama umetuma unaweza sema hapo hivyo, ama you join the WhatsApp link so that tuweze kusaidia hiyo familia hata kama anything kidogo uko nayo. Sasa huyo mtoto mwenye amebaki mdogo ndio ni challenge, but if you feel like mimi naweza nunua hata chakula, acha niwanunulie chakula huyo baba na mtoto mwenye amebaki. Najua grieving season sio kitu rahisi. So yani ni darkness, hiyo ni time yenye kwa darkness. Na unaweza kusaidia. Hivi unaweza, kama unaweza saidia mtu mwenye amefiliwa, at least pia yeye feel at least yako na watu. Maybe Millicent anaweza kuwa hajatengeneza marafiki, but sisi wote kibinadamu, if you feel like naweza nunulia huyo mtoto mdogo, like wewe unapeana tu na kutapu ya blessings tu chini ya maji. You can give out. Kama uko na kitu kidogo unaweza tuma kwa hiyo namba 0718397585. Nitakuletea Simon Obuya Areba. The WhatsApp group iko hapo. You can just follow the link, you join the WhatsApp group tuweze kusaidiana. Kabla sijamaliza nataka kuambia watu kuna wasichana wanapitia shida pale kwa mabosses wao. Sexual harassment imekuwa kama ni kitu yenye ya kawaida. Wacha niseme hivyo. Kuna wamama wanakubalia bwana zao wakae na maids, na kuna mabwana wanakubalia mabibi zao wakae na maids wao. Imekuwa kama Sodom and Gomorrah. Ukienda kuambia agent anakuambia you can assume that one. Usiambie mtu kitu kama hiyo. Usiambie mtu kama kitu kama hiyo. Wewe ndio uko kwa shida. Ukiwa kwa hiyo situation usinyamaze. Don't keep quiet, because agent yeye hataki kupoteza clients wake. Juu yeye anataka aonekane msichana wake ni mzuri, so that ule mtu mwenye anapokea customers wake kutoka Kenya au anachukua wasichana kutoka kwake. So most of the agents they assume na wasichana wanatesekea mikono ya matajiri, because hawataki warudishwe kwa ofisi. Ukirudishwa kwa ofisi ni kama hawaelewani na ile ofisi walipatia wasichana. So anajaribu anakufunga kabisa, yani anakublock, like utaenda kuuliza msaada kwingine. So ukitafuta agent anaweza kublock,
ama akwambie wewe utaki kazi, wewe kaa hapo. Ukiona kimeumana usijaribu ati sasa agent amesema, because they don't care about you. Juu wao wako busy kutafuta new clients. Ukiona agent anakuambia kitu yenye inaweza kukuumiza, kitu yenye itahatarisha maisha yako, try to seek for help. Don't die before trying. Hakikisha umejaribu kutafuta msaada. Agent akikwambia, like kuna msichana alikuwa anarasiwa na tajiri wake, agent akamwambia siwezi amini kama hujanitolea video. So yule msichana akaenda akachukua video pale huko kwa kitchen. Huyo jamaa alikuwa anakuja anamfuata, akiamuka anaenda huko kitchen penye anapika breakfast, anaanza kumshika kumtoa manguo kwa hiyo nyumba yake jikoni. Sasa huyo msichana akaamua hasa juu hiyo ni kitu yenye huyo mzee amezoea, wacha nichukue hiyo video. Huyo msichana bila alichukua hiyo video, sasa ule mzee hakuwa anajua kitu inaendelea, alikuwa ameiweka tu mahali hivi akaifunika kimpango. So inaonekana ule mzee bila anatoa pesa anamwambia chukua hii pesa, anamshika kumtoa manguo. Huyo msichana anajaribu kuresist kabisa. So huyo mzee mwisho akarudi. Hasa vile demo alitumia agent hiyo video. Agent akamwambia vuta, delete that video. Hiyo video itakuletea shida, delete. Na unajua mtu anakuomba evidence, ukimpea evidence then anakuambia delete hiyo video. The good thing is that huyo msichana alinitumia hiyo video, akaniambia like mom, video ndio hii, agent alikuwa anataka evidence, nimempatia na ameniambia ni delete, isiniletee shida na nisipe mtu yeyote. So ndio nilikuwa nauliza huyu agent, haja gani ulikuwa unamuomba evidence kama uko unataka kumsaidia na ni client wako? Mbona ulikuwa unamuomba evidence? Juu sasa unaona mtu anakufanya sasa unakaa mjinga, unazubaa tu. Imagine anakuomba evidence, unamtumia evidence, then anakuambia delete hiyo kitu isionekane. Utasaidiwa na nani? But I thank God because even the embassy waliweza kuingililia, ofisi waliweza kuingililia ile ya Saudi Arabia. They didn't know anything about it. They saw the video na wakaweza kuamrisha hao watu wakatiwa msichana ticket na arudi nyumbani. We are still waiting because wamemtolea exit, na huyu agent wa Kenya ameanza kujifanya ni kama yeye sasa ni mwerevu, anataka kujificha. Lakini nikimleta hapa hivi ataanza kusema na muharibia biashara. Ni lazima akatiwe msichana ticket juu wale wamemtafutia exit wakasema huyu agent wa Kenya akate ticket. Na saa hizi hawezi taka respond messages na anataka kujifanya mjuaji. Juu there is no way mtu wako atakuwa kwa shida anakuambia this is what I'm going through, unamwomba evidence, akikutumia unamwambia delete hiyo kitu isikuletee shida. Na huyu mtu baada ya kwa hiyo nyumba anaendelea kuhangaika. People are going through a lot behind the scenes, but nataka kuambia watu tusingoje kifo. Tusingoje kifo alafu watu waseme nyinyi mnangoja watu wakufe ndio mkuje kupost. Hapana. Sometimes we also work behind the camera. Ndio mtu apate ile msaada anahitaji. This lady alijaribu kutafuta msaada hata kwa marafiki. They ignored her. Until wakati alikufa ndio walikuja kuliki messages. Na hiyo inakuwa too late. So guys, I'm just requesting you that kama uko na shida usinyamaze juu agent amesema ufanye hivi. Maybe answer yenye agent atakupea inaweza kuwa sio right. But try to seek help kabisa. So tuko hapa hivi kwa sababu ya huyu mwanadada. Unajua sasa vile walimuua hakuna mtu apati haki yake na hakuna mtu wako willing kufuatilia zaidi. But the only thing we just want her to get a decent send off. Na ameacha mtoto nyuma wa 2 years. Kama kuna vile unaweza msaidia, watu walikuwa wanatafuta namba ya familia, hiyo ni namba ya bwana yake iko hapo 0718397585. Anaitwa Simon Obuya Areba. Huyo ndio the husband to Millicent, yeye ndiye ameachiwa huyo mtoto mdogo. Sisi tulisema tusaidie, yeye ndiye amekuwa affected directly. So hatuwezi jua kama kuna extended families, but ule mtu mwenye akona mtoto kwa mkono ndio tulisema tunaweza nunulia unga, tunaweza nunulia maziwa. If you feel like uko na ile moyo wa kutoa, you can give out bila kulazimishwa. Pia you can join the WhatsApp, link is here already, nimeshare. You can join there, we combine efforts. Tuone kama tunaweza kusaidia hiyo familia penye tutaweza. Kila mtu atapata baraka zake kulingana na vile atatoa.
I just want to thank the Lucky Mom family for standing with me. Saizi tumemaliza 3 years by the way. Since I started this program, this is the third year ilisha 21st of July. So tunaenda kuanza mwaka wa 4.